mjini, lakini kwa namna pekee hapa Chamwino na ndani ya soko hili kwa namna ya pekee. Ndugu zangu, mimi nafahamu kwamba pamoja na kwamba mnafanya kazi hapa kwenye soko, lakini pia mnaishi katika hata za dini ndio mjini. Yawezekana si wote tunaoishi Ng'ombe kama kata, yawezekana kuna wengine mnaishi nje kidogo ya hili soko, hili kata, yawezekana wako Ng'ombe hapa, yawezekana wako wa Mnadani, Mkurungu na kata nyingine. Wote huko nilitoka mjini, ambapo ziko changamoto za aina mbalimbali. Ndugu zangu, nafahamu baada ya makao makuu kuhamia hapa Nairobi, huduma mbalimbali za jamii zimekuwa na changamoto. Kwa mfano, huduma za maji zimekuwa changamoto, na pia zimejengewa changamoto nyingine kutokana na wingi wa watu. Changamoto zimekuwepo kama huduma za maji zimekuwa zitoshelezi, lakini pia kutokana na changamoto ya mifumo ya maji taka, na yenyewe imekuwa ni changamoto kubwa katika kata zetu za hapa mjini. Ndugu zangu, kwa bahati nzuri mfumo wa maji taka unakwenda kurekebishwa kwa kiasi kikubwa wakati wote kuanzia sasa hivi. Serikali imeliona hilo na inaenda kurekebisha kwa kujenga mradi mkubwa kwa kujenga mfumo mpya wa kuondoa maji taka kutoka katika jiji la Dodoma kuelekea pembezoni maeneo ya Mvuguni huko. Hiyo ni jengo mabwawa makubwa ya kuhifadhi na kuyachakata maji taka ili yasiwe na hatari tena kwa maisha ya binadamu. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiwe na shaka. Ni wazi pamoja na kwamba mfumo uliopo umezidiwa, lakini bado wenzetu wa DUWASA ambao ndio wanawajibika kurekebisha hiyo hali ni wazito katika kuchukua hatua za kuzibua mitaro na kusafisha ile chemba ambazo zina rasilimali ya chafu mali mitaro. Kwa hiyo tunaendelea kuweka na kama ni kuambieni tu pamoja na kuwa bado hatujaingia madarakani, lakini tumeanza kushughulika na matatizo haya. Tunataka kila tunapokuta na watu wa DUWASA ili wazindue yale maeneo ambayo yameziba, hata kama ndio mfumo umezidiwa, lakini bado na wenyewe kama DUWASA wana kazi ya kufunua, wana kazi ya kuzindua ile mifereji ambayo imeziba kutokana na taka ngumu ikiwemo chupa za plastiki na uchafu mwingine ambao haupaswa kutupwa katika maeneo ya ama katika zile bomba zinazosafirisha maji taka. Kwa hiyo changamoto hizi sote sio kwenye ilani ya uchaguzi Chama cha Mapinduzi, na sisi kama wagombea tunaomba mkapochague ili kushughulika kwa karibu kabisa kutatua hizi kero. Kuna kero pia ndugu zangu za barabara za mitaani, kwamba wakati mwingine ambao zinatuonyesha barabara hazipitika. Tutahakikisha barabara hizo zinapitika, kwa sababu tunaokwenda na jiji ambao kuleta mafuta na itasafisha barabara hizo. Lakini ndugu zangu, nataka nikuhakikishieni jambo moja kubwa, kwamba wakandarasi ambao wanawapa kazi ya kutengeneza barabara huwa wanatuamrisha sana. Wanapewa kazi lakini wanafanya kazi chini ya kiwango. Wanapewa fedha kusafisha barabara, kuzichonga barabara, watoto yake wanachonga barabara, badala ya kuweka vifusi imara, vifusi bora, wanatuwekea matope ili mtofali. Ndugu yangu, tuwe makini tunapopata wakandarasi kwa ajili ya kujenga barabara zetu. Ni lazima wajenge barabara kwa kutumia vifusi vyenye viwango na sio matope, kwa sababu napoweka matope mvua ikinyesha, matope yale yanakuwa kero kwa wapitaji na watumiaji wa barabara. Kwa hiyo hiyo ndio hangaika nayo.
Ndugu zangu, kwa upande wa hapa sokoni, wakati nakuja kwa mara ya kwanza hapa siku za Jumapili, niliambiwa kuhusiana na changamoto ambazo ziko hapa sokoni. Mimi naona tayari zege ile mwaka huku bado hakuna zege. Ndugu zangu, tutapambana kwa kila hali. Ndugu yangu Mabonde alianzia pamoja na wadau wengine. Sasa mbili na wadau wangu wengine tutaanzia hapa mpaka tunamaliza kule mbele, tutakaa sawa kama ambavyo tulikuwa sawa. Hii kazi ni ya kwetu, tutaipanga kimaliza. Lakini pia nimeelezwa kwamba kuna soko la samaki ambao ujenzi wake utasimama kwa muda mrefu sana. Nitafuatilia wapi limekwamia ili tukitupa ujenzi wake uweze kukamilika na samaki waweze kurudi katika soko letu. Ndugu zangu, yale yote ambayo yamekamilika katika soko hili ni soko muhimu sana kuyakamilisha ili wafanyabiashara wafanye kazi humu ndani wakiwa na furaha, wafanye kazi humu wakiwa na nafasi nzuri, na hata wateja wanaokuja kuchukua bidhaa katika eneo hili waje wanunue bidhaa zao na waje kwa wingi, kwa sababu wakija kwa wingi ndio biashara zinaenda. Kwa hiyo ile zote zitaanza kusumbua katika eneo hili.